lifanyiwe kazi upya. Hili ni eneo lifanyiwe kazi upya, kwa sababu wale wanaohusika, wale walioko kwenye maeneo ambayo yana chemichemi ya rushwa kwa kiwango kikubwa, wao hawalazimiki kuweka wazi mali zao, na wala hawalazimiki kujaza tamko hilo la mali pamoja na madeni. Sasa madhara yake, kwa kuwa hawa wanaofanya shughuli hizi za manunuzi hawalazimiki kutaja mali zao, na wala hawajazi fomu hizi za maadili ya viongozi wa umma. Wanaojaza ni viongozi wa umma. Hii inatengeneza mwanya wa kwamba fomu zinajazwa kikamilifu, zinajazwa na watu ambao katika baadhi ya maeneo hawako kwenye maeneo yenye chemichemi, yenye changamoto kubwa ya rushwa. Kwa mambo yanaendelea kila mwaka, tunakuwa na routinary, tunakuwa tuna utamaduni ka kujaza fomu kila mwaka. Unaisha, tunajaza, unaisha, tunajaza, unaisha. Na kila mwaka ukiisha pia na masuala ya rushwa yanaendelea kila mwaka ukiisha. Hili lazima liangaliwe upya. Na Mheshimiwa Waziri, yabainishwe maeneo ambayo yana rekodi za rushwa, yanajulikana, maeneo ambayo yana viashiria, maeneo ambayo kila mtu anajua hapa kuna jambo huwa linafanyika mara kwa mara. Kwa sababu ya mapungufu ya kisheria wale watu wanakwepa. Yabainishwe, hayo ndio yapewe kipaumbele. Maadili na matamko haya yawe kwa kila mtumishi wa umma, na kipaumbele kielekezwe kwenye maeneo ambayo yana vivutio hivyo vya rushwa. Napo mifano michache tu. Mfano, manaibu waziri kila mwaka wanajaza fomu za maadili. Hivi kati ya naibu waziri